aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, leo ndio tumefikiria katika siku ya khitamu ya darasa. Khitamuhu miskun wa khitamuna miskun inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie khitami ya darasa kama hii inshallah iwe ni khitami ya miski inshallah, hissan wa maana inshallah. Na vile pia tuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuko katika kilele sasa cha mwisho kama sura tulivyoambiwa. Leo ni 28, kesho 29. Hii tutatarajia kuanzia Jumatatu hadi mpaka Jumanne, kwa namna ambayo kwamba itakapotokea mwandamo wa mwezi. Kwa ajili hiyo pia inshallah kwa huu muda ambao kwamba ulobakia pia tuweze kujifunga masomo na tuzidishe ibada na taa. Ule mmoja asema idha anqadat ayyamu ramadhana, inapokatika masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, qulna hauna yarhalu, tusema haya mwezi wa Ramadhani umeondoka. Walakinna ghafalna, lakini sisi hakika tumekwenda kughafilika, annana nahnu rahilun, hakika ya jambo kwamba sisi ndio tulioje kuondoka si Ramadhani. Ile hakika tukitizama katika masala ya kuondoka, sisi ndio kuondoka. Ramadhanu in madha ada, Ramadhani inapoondoka hurudi kwa yule ambao kwamba Mwenyezi Mungu amemwafikia kuweza kubakia mpaka mwakani tena. Mwenyezi Mungu akamtawalishia umri, na sisi tumwomba Mwenyezi Mungu atutawalishie umri yetu ataipata Ramadhani. Lakini yule atakayeondoka ndio ashakuwa ni mwenye kuondoka apate Ramadhani. Kwa hiyo hakika kwamba ni sisi ndio wenye kuondoka. Faman kutiba lahu albaqa'u, yule aloandikiwa kubakia, adrakahu aman ba'da amin, ataidiriki Ramadhani mwaka hadi mwaka mwingine. Bora tu almuhimu Mwenyezi Mungu amemwandikia albaqa, kwa ule muda ambao kwamba atakuwa ni mwenye kubakia, si milele. Ramadhani ataipata mwaka huu, ukipita mwakani utakuja namna hiyo. Lakini aliondoka atakuwa ameondoka. Amma nahnu fa idha rahalna falan na'uda, lakini sisi tukiondoka haturudi. Tukiondoka haturudi. Ramadhani ndio yenye kuondoka na itarudi, lakini hakika yetu sisi tukiondoka haturudi. Wangapi wametuacha ndani ya Ramadhani hili na kabla Ramadhani, watu wengi wameondoka, lakini watu hawa hawapati Ramadhani tena, hawarudi tena katika ulimwengu huu. Basi itakuwa shaondoka. Lakini Ramadhani kiondoka mwakani, kwa yule ambao kwamba atakuwa na uhai, atafanya nini? Ataipata na Ramadhani itarudi. Hatta yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha, hata rudi mtu huyu mpaka pale atakapokuja kuirithi Mwenyezi Mungu ardhi na iliyokuja la ardhi siku ya Kiyama. Kwa ajili hiyo sisi
Tumuombe Mwenyezi Mungu tukimwambia Allahumma taqabbal minna ma madha wa barik fi ma baqi. Mwenyezi Mungu tukufirie, tutakabalie Ramadhani na ibada na masiku yalopita na yalobakia pia utubarikie. Hii ndio kwamba yatakikana tuikithirishe. Allahumma taqabbal minna ma madha wa barik lana fi ma baqi. Mola tutakabalie yalopita, masiku yalopita na kadhalika vile vile yalobakia pia Mola utubariki. Na nukta ya mwisho ambayo kwamba nataka nikome nayo na mimi nitoe shukrani zangu za dhati. Hapa tumegusiwa na Sheikh letu Sheikh Faisal katika masala ya kusherehekea siku ya Eid. Mmoja katika mzungumzaji ametuambia laysa al-Eid liman labisa al-jadida, innama al-Eid liman ta'atuhu tazid. Eid si mujarrad ya kwa yule mtu ambaye kwamba alovaa nguo mpya, haikomi hapo. Eid ya hakika liman ta'atuhu tazid, ni yule ambaye kwamba ameingia kwenye Eid, taa yake imezidi zaidi kuliko kwenda kufanya maasi. Laysa al-Eid liman labisa al-jadida walakin al-Eid liman ta'atuhu tazid. Eid si kwa yule ambaye kwamba anavaa nguo nyeupe kisha akatoka nayo kwenda kwenye mukhalafat kufanya maasi, lakini hakika ya Eid alofaulu kuipata ni yule ambaye kwamba ndani ya Eid pamoja na kuvaa kwake nguo yani nguo nzuri au nguo mpya, na ikawa taa yake pia imezidi zaidi. Kwa hiyo tafadhalini, kama sura tulivyoelezewa kwamba tuende kusherekea Eid zetu kwa mipaka ya sheria, tusitoke katika hududi. Tumetoka katika Ramadhani, tusiende tukaharibu ibada zetu, tusije tukaharibu yale mazuri yetu kwa maovu. Kwa haya machache inshallah taala, na mimi pia natoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao kwamba walioshiriki katika darasa kama hili, waloweza kuchukua hatua zao kuja mpaka msikitini. Kuna wengine ni wagonjwa wako kitandani, lakini hufuatilia kupitia vyombo hivi ambavyo kwamba wa kisasa. Kuna wengine wako safarini, kuna wengine kadhalika wako katika sehemu mbalimbali, lakini mahaba yao wameijalia katika darasa kama hili, wakawa kuifunga muda wao kuifuatilia darasa kama hizi. Kwa ajili hiyo inshallah wote hawa tunawashukuru, wa ndani wa nje, na vile vile pia hatuwezi kumsahau mzee wetu Said Mahsan Al-Baiti, ambao kwamba yeye ndio ambao kwamba amechukua dauri kubwa kama sura tulivyoambiwa kuweza kuandaa darasa kama hili, na vile vile hakuacha kuiandaa, bali amekuja kuhudhuria na sisi kupa muda wake darasa kama hili na kufunga yale yote ambayo kwamba yake yeye. Hii ni kuonyesha mahaba ya dhati, na Mwenyezi Mungu atamtawalishia umri wake, na mashaikhi wetu ambao kwamba wote walikuwa wamehudhuria katika darasa kama hili kufaidisha, na kadhalika mashaikh ambao kwamba ndio zinatul majalis, ambao ndio waendeshao, ambao ndio kwamba ni msingi wa darasa kama hili. Kadhalika shekhe letu Sayyid Umar Mahdar, Sayyid Abubakar, na kadhalika fadhilatu Sheikh Daia Sheikh Faisal, na wengine ambao kwamba walikuwa wakipita njia kupeana muda wao, na mzungumzaji pia ambao kwamba kuja kufaidika hapa, na kadhalika vile vile wengine. Inshallah taala Mwenyezi Mungu atutakabalie, na Mwenyezi Mungu inshallah taala atufikishe mpaka mwakani kwa salama na amani. Wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.